Kwa jina naitwa Mwalimu Oscar Mato, makamu mkuu wa shule Ileje Sekondari. Karibu sana Ileje Sekondari. Shule ya Ileje Sekondari ilianzishwa tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 1989 ikiwa kama ni O level, lakini baadaye wakaja wakaisajili kama A level, na shule ina jumla ya wanafunzi 804 ikiwa ni kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita. Lakini kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 ni wanafunzi wanaokaa day, lakini kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na kidato cha sita ni wanafunzi wanaokaa boarding. Kwa hiyo mahafali hii ambayo inafanyika siku ya leo ni mahafali ya 16 kwa kidato cha sita, na tuna jumla ya wahitimu 202 ikiwa ni michepuo mitano. Tunao mchepuo wa HKL, tunao mchepuo wa HGK, tunao mchepuo wa HGL, tunao mchepuo wa PCM na mchepuo wa PCB. Karibuni sana shule ya sekondari Ileje. Pia wewe mwalimu, wewe ni mwalimu wa somo gani? Mimi ni mwalimu nafundisha General Studies na History. Hongera sana mwalimu. Naona masomo yako wanafunzi wengi wanafaulu sana. Asante sana kiongozi, asante sana. Lakini nadhani pia ni jitihada ambazo tunazitia. Tukiangalia kwanza ushirikiano uliopo baina ya walimu kwa walimu, lakini pia baina ya walimu na wazazi pia, kwa sababu na wazazi nao pia ujue jukumu la kumwezesha mtoto kufanya vizuri sio jukumu la mwalimu peke yake, bali ni jukumu la mzazi, mwalimu na serikali pia. Lakini tunashukuru Mungu kwa upande wa serikali, kwa kweli wamefanya mambo makubwa sana hapa kwetu. Ukiangalia shule yetu kama unavyoona imesheheni na majengo ya kutosha, vyumba vya madarasa vya kutosha, miundombinu ipo ya kutosha. Kwa hiyo nadhani kilichobaki ni sisi kama walimu ni kutia jitihada zetu na wazazi pamoja, tukishirikiana kwa umoja, nadhani matokeo yanakaa vizuri. Amina sana. Hawa ni watoto bado wadogo, wanaondoka hapa shuleni wanaenda mtaani, kuna changamoto wanakutana nazo huko. Ungependa kuwapa usia gani wanavyoenda mtaani kupambana na maisha? Kiukweli sisi tunasema tumewafundisha na nadhani hawa watoto kwanza tunategemea makubwa kwenye mitihani yao, na naamini kabisa kwamba ujue tunavyowafundisha watoto sio elimu tu ya darasani, lakini pia tunafundisha na stadi za maisha, namna gani vipi wanaweza wakapambana na changamoto mbalimbali watakapokuwa huko mtaani. Kwa hiyo nina uhakika, tunawashauri tu watoto wakitoka hapa waende wakatulie, wakitoka hapa wasubirie matokeo, na matokeo yakitoka basi waapply kwenda vyuo mbalimbali. Lakini pia tunawashauri wasijiingize kwenye makundi yasiyokuwa na maana, Kwa hiyo tunawashauri wakifika nyumbani watulie, wasubirie matokeo. Lakini wakifika nyumbani pia huwa kuna wengine wanaenda kujiunga, kuna kozi mbalimbali, kozi za muda mfupi ambazo wanaweza wakaenda wakajifunza kipindi hicho wanasubiria matokeo, na kwa ajili ya kusubiria kufanya application na kujiunga kwenda vyuo vikuu. Kwa hiyo tuna uhakika watoto wetu watafanya vizuri, kwa sababu ukiangalia Ileje Sekondari ni kweli watu unaweza kusema isikiki, lakini kiujumla kiukweli Ileje Sekondari ni shule ambacho sisi tunasema ni kitovu cha elimu, kwa sababu ukiangalia ndugu mtangazaji, mwaka jana tuna wani za point 3 zinatoka hapa, wani za point 3 za PCM zinatoka hapa. Kwa hiyo tuna uhakika, lakini wani za 7 nyingi sana pia za O level zipo hapa. Sawa, kwa hiyo tuna uhakika kwamba tumejipanga, watoto tumewaandaa vizuri, na tuna uhakika watoto watafanya vizuri na matokeo yatakuja vizuri. Hongereni sana kwa kazi njema mnayoifanya. Ualimu ni wito, naona mmejitolea kweli na mnajitoa kweli katika wito wenu. Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia zaidi, mzidi kujitoa bila kuchoka. Asante sana. Lakini pia mimi niseme tu wazi, kwa kweli mkuu wa shule ndiye ambaye anafanya yote, kwa sababu ujue mkuu wa shule akisimama vizuri, naamini mambo yanaenda vizuri, kwa sababu shirika uliopo nadhani kutokana na mkuu wa shule jinsi alivyokaa na jinsi anavyotujali pia walimu pamoja na wanafunzi, kwa sababu ametengeneza bondi, walimu na wanafunzi wanakuwa kitu kimoja. Sawa, ukiangalia shule yetu haina matabaka.
walimu tunashirikiana, amani ipo, sawa, amani ipo. Kwa hiyo mimi niseme tu nampongeza pia mkuu wa shule, kwa sababu mkuu wa shule naye kwa sehemu yake anafanya majukumu amefanya jukumu kubwa sana la kutujenga sisi pia mpaka tulipofikia hapa.